Promova TV, a home of testimonies. Yesu apewe sifa, watumishi wa Mungu aliye hai. Nipo na mwendelezo wa kuzungumzia habari za ndoto na maana zake. Ndoto na maana zake. Hapa nitazungumzia habari za ukungu. Ukungu huaga unahusiana na vipingamizi vya mambo mazuri kwenye maisha ya mtu. Vizuilizi vya mambo mema kwenye maisha ya mtu. Yaani Mungu unakuta amekusudia ufanikiwe katika jambo fulani, basi vinainuka vipingamizi. Kwa hiyo ukiota ndoto unaona ukungu umekufunika au ukungu umekuzunguka au umezunguka eneo unaloishi, ujue kuna vipingamizi vilivyoinuka juu ya jambo fulani ambalo ni zuri kwenye maisha yako, na vitakuwa na nguvu sana. Hivyo vipingamizi vitakuwa na nguvu ya hali ya juu yako ili kuzuilia mema yasionekane maishani mwako. Tuangalie pia maandiko kwenye kitabu cha Hagai sura ya 2 mstari wa 17. Yanasema hivi: niliwapiga kwa ukavu na ukungu na mvua ya mawe katika kazi zote za mikono yenu, lakini hamkunielekea mimi, asema Bwana. Kwa hiyo ilifika mahala, kuna muda ambao wana wa Israeli walimkosea Mungu. Mungu akaamua kuadhibu kwa kutumia namna mbalimbali ikiwemo ukungu. Akaamua kuwazoofisha katika maendeleo ya kiuchumi, wakaishi maisha magumu. Maana yake akazuilia mambo mema maishani mwao kwa sababu ya dhambi zao. Maana mtu anapotenda dhambi hujiletea madhara mwenyewe. Dhambi huaga zinasababisha mahusiano kati ya mtu na Mungu yanakuwa hafifu, au kati ya Mkristo na Mungu yanakuwa hafifu. Na mtu anapokuwa na mahusiano madogo kati yake na Mungu, baraka za Mungu huaga zinapungua kwenye maisha ya mtu huyo. Kwa hiyo sisi wa Kristo tujihadhari sana dhidi ya maisha ya dhambi. Wewe uliyekwisha kumwamini Yesu Kristo, achana na dhambi za namna zote, usije ukajisababishia madhara yatakayokuzuru wewe mwenyewe. Ndivyo ilivyo. Kwa hiyo ukungu huaga unazuilia baraka kwenye maisha ya mtu. Katika sheria za kiroho iko hivyo, ukungu ikizuilizi cha mambo mema kwenye maisha ya mtu. Cha muhimu ukiota hiyo ndoto, omba hayo mabaya yaondoke kwenye maisha yako. Omba vizuilizi vya mambo mema viondoke kwenye maisha yako, na Mungu ataondosha vizuilizi hivyo kwa jina la Yesu, vitatoweka na utakuwa salama. Na pia usihi baraka unazozihitaji Mungu akutendee, badala ya mabaya yale yaliyokuwa yanazuilia mema. Sasa Mungu alete mema. Mungu ataondosha yale yanazuilia mema kukujilia, lakini pia usihi Mungu alete mazuri unayoyahitaji kabisa, na Mungu atakubarikia mema. Kwa habari za ukungu nifikia hapo, kuna kitu umeelewa. Hapa nizungumzie habari pia za simba. Simba huwaga inawakilisha roho ya mauti. Mara nyingi, kwa asilimia kubwa, simba anawakilisha roho ya mauti. Ukiona simba wengi wako mbele yako wanakungurumia, wanataka kukuzuru, ujue maana yake ni kwamba kulingana na idadi ya hao simba ilivyo, ndivyo idadi ya maadui zako walivyo, wanaotaka kukuua. Wanakushambulia katika ulimwengu wa roho na wanataka wadhihirishe matokeo katika hali ya kibinadamu, ufe kabisa. Simba ni roho ya mauti kwa asilimia kubwa. Kwa sheria za kiroho, simba huwaga anawakilisha roho ya mauti kabisa, iko hivyo. Kwa hiyo muhimu weke mema baya, ukiota ndoto ya hivyo yasikupate, yanayohusiana na kifo yasikutokee. Mungu aondosha usimba ambao labda unaweza kukuta shetani anataka tumia warozi na wachawi wapate kukuzuru ufe. Kwa hiyo Mungu ana uwezo kukondoshia mambo ya kifo na utakuwa salama. Cha muhimu uombe tu unapoona ndoto ya namna hiyo imekujilia. Tusome pia maandiko kwenye kitabu cha Ezekiel 19 mstari wa 3. Maandiko yanasema hivi: akamlea mtoto mmoja katika watoto wake, akawa mwana simba, akajifunza kuwinda mawindo, akara watu. Unaona? Kwa hiyo huyu akajifunza kuwinda mawindo, akara watu. Maana yake akaua watu. Iko hivyo. Ndio maana nimekwambia habari za simba kwa asilimia kubwa zinahusiana na mambo hayo niliyoyaelezea. Niachane na hiyo, niende kuzungumzia habari za mavu ambao ni nyigu. Mimi mavu na wafahamu kuwa ni wadudu aina ya nyigu kulingana na uelewa wangu. Lakini hapa ninachokwenda kukizungumzia ni habari za nyigu, wadudu aina ya nyigu ambao kwa lugha nyingine wanaitwa mavu. Nyigu huaga zinawakilisha hali ya roho ya mtu kufukuzwa. Yaani mavu ni aina ya mashetani katika ulimwengu wa roho. Yaani
nyigu ukiwaona kwa njia ya ndoto wanakung'ata au wako juu yako au wako mbele yako au wamekuzunguka, hao wadudu aina ya nyigu, ujue moja kwa moja hao wadudu unawaona kwa njia ya ndoto ukiwa umelala ni mashetani ambayo yametumwa na wachawi fulani au na warozi fulani wa kichawi. Wanataka sasa wakuhamishe labda mahali ulipo, usikae hapo kwa maslahi yao binafsi ya hila na ubaya yaliyo nje ya mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo unakuta ni mashetani ambayo yametumwa na wachawi au na waganga wa kienyeji ambao ni wachawi, wanataka uhame eneo moja kwenda jingine, uhame mahali ulipo, au ufukuzo kazi, au mume wako akufukuze kwenye ndoa, au mwanamke anataka kufukuza mume wake kwenye ndoa. Wapo baadhi ya wanawake wachache huaga wanafukuza waume zao kwenye ndoa, na huyo mwanamke saa zingine unakuta ni kama anatawala huyo mwanaume. Na wapo baadhi ya wanaume huaga wanafukuza wake zao hata kwenye ndoa. Hasa vitu kama hivyo. Kwa hiyo nyigu zinawakilisha roho ya kufukuzwa. Iwe ni kazini, iwe ni kwenye ndoa, iwe ni kwenye mahali unapofanyia biashara. Ukiona nyigu amekujilia, wewe moja kwa moja unaweza kumuuliza Mungu, Mungu, hivi hii ndoto hawa nyigu wamekuja kwa staili hii ili nifukuzwe wapi? Nifukuzwe nisikae hapa nyumbani, au nifukuzwe kazini, au nifukuzwe mahali ninapofanyiaga kazi, au nifukuzwe wapi? Mungu atakuonyesha, atakufunulia. Lakini kama unaona ya kwamba hauna nafasi ya kutosha kumuuliza Mungu ili ujue ni kwamba ni katika mazingira yapi shetani amekusudia ya kwamba ufukuzwe kwa hila mbaya, kwa makusudi mabaya tu ya maadui, basi kama huna nafasi ya kumuuliza Mungu, cha muhimu omba kwamba Mungu, ninakuomba uniondoshe hiyo roho ya kufukuzwa, ifutike juu ya maisha yangu yote ya kiroho na ya kibinadamu. Adui asifanikishe kunifanya mimi nifukuzwe katika mazingira yangu halali ninayotakiwa kuishi, au kufanya hapo shughuli zangu, au kufanya hapo mambo fulani ambayo labda wewe unaweza kainisha kwa kuyataja. Kwa hiyo Mungu ataondosha hizo roho za kishetani zilizovaa sura ya mavu, yani sura ya nyigu, zitaondoka juu yako kwenye maisha yako ya kiroho na ya kibinadamu. Zitashindwa kwenye ulimwengu wa roho, zitashindwa na katika hali ya kibinadamu hazitatimiza mabaya yale yaliyokusudiwa kinyume chako. Na Mungu atakufanya uzidi kukaa mahali hapo unapotakiwa kukaa, kama ni kazini au ni nyumbani au ni mahali fulani unapofanyia biashara, utazidi kudumu hapo. Wala hawatafanikiwa kukuzuru. Cha muhimu wewe ukiomba ya kwamba washindwe katika namna zao zote za jinsi wanavyokukusudia kukufanya ufukuzo eneo fulani katika namna yako ya maisha. Kwa hiyo washindwe kiroho na kibinadamu na katika hali ya kibinadamu, na Mungu atafanya hivyo. Itakuwa hivyo, mtu wa Mungu aliye hai. Cha muhimu ukiona mabaya Mungu amekuonyesha kwamba yanataka kukupata, maana yake amekupa nusu ya ushindi. Yaani maana yake amekufunulia siri hiyo ili uombe hayo mabaya yasitimilike juu yako. Kwa hiyo Mungu ni mwema, ana tabia kutufunulia, japokuwa sasa saa zingine anasema na watu kwa njia ya ndoto zenye mafumbo, unakuta hawajui maana ya hiyo ndoto, na baadaye wanashindwa namna ya kuomba maana hawajui tafasiri ya hiyo ndoto. Kwa hiyo ni vizuri pia kujifunza habari za ndoto na maana zake, kuna faida ndani yake kwa sehemu fulani katika Bwana. Ni hivyo watu wa Mungu. Niendelee kuzungumzia pia habari zingine za ndoto. Hapa nataka nizungumzia habari za wavu. Ukiota ndoto unaona kuna wavu chini ya miguu yako, wavu, ujue hiyo ndoto inaashiria ya kwamba kuna maadui wamekusudia kukuzoofisha katika mambo ya kiroho na ya kibinadamu. Maana yake wanataka wakuzoofishe. Kama wewe ni Mkristo, wanataka wakuzoofishe usiwe na spidi kubwa ya kumtumikia Mungu, usiwe na spidi kubwa ya kutimiza mapenzi ya Mungu hapa duniani kwa namna mbalimbali. Lakini pia wanataka wakuzoofishe usiwe na uwezo mzuri wa kufanikiwa katika mambo ya kiuchumi. Na wanataka wakuzoofishe usiwe na mahusiano bora kati yako na Mungu. Ndivyo ilivyo. Kwa hiyo wavu unawakilisha vitu vya namna hiyo, kwamba usiwe na mahusiano bora kati yako na Mungu, na pia uzofike katika namna ya kumtumikia Mungu, yani uwe na spidi ndogo. Na pia wanamaanishaga, yani wavu wanapokutegea wavu kwenye ulimwengu roho, wanamaanishaga unapojitahidi kufanya mambo fulani ya maendeleo ya kiuchumi, ukwame, kutana na misukosuko ya kukufanya ushindwe kusonga mbele, ushindwe kupata matunda ya yale unayoyahitaji kuyapata. Unapanda mema, unahitaji uvune mazuri, wao wanakuzoofisha usivune matunda mazuri hata ya taabu yako, usiweze kufanikiwa katika mambo mazuri. Sasa hivi vitu sio vizuri, Mungu hapendi.
Kwa hiyo ukiota ndoto za hivyo, kemea maadui na kuzofisha kiroho na kibinadamu, washindwe katika mambo yote ya kiroho, washindwe katika mambo yote ya kibinadamu wanayotaka kukuzofisha. Kwa hiyo washindwe kwa namna zote za kiroho na za kibinadamu. Ukiota ndoto ya namna hiyo ya wavu, basi kemea vitu kama hivyo vitoweke juu yako katika hali ya kiroho na kibinadamu, na usii Mungu akubarikie mazuri na mema, na umuombe Mungu akuwezeshe kusonga mbele zaidi kiroho katika mahusiano yako na Mungu. Songe mbele zaidi katika namna ya kumtumikia Mungu kwa bidii nyingi. Songe mbele zaidi katika mambo ya kiuchumi, usitawi kwa kila hatua unayotamani katika Bwana ufikie mambo fulani, Mungu akufanikishe ufikie. Mungu atakutendea ukiomba hivyo. Mambo yako hivyo, mtumishi wa Mungu aliye hai. Nikusomee pia andiko kwenye kitabu cha Ezekieli 19 mstari wa 8 hadi wa 9. Maandiko yanasema hivi: ndipo mataifa wakajipanga juu yake pande zote toka nchi zote, wakaunda wavu wao juu yake, akanaswa katika rima lao, yani akanaswa katika mtego wao, wakamtia katika tundu kwa kurabu, wakamuleta kwa mfarume wa Babeli, wakamtia ndani ya ngome, sauti yake isisikiwe tena juu ya milima ya Israeli. Unaona, kumbe kusudi lao kubwa ni kwamba sauti yake ya kuhubiri habari za Mungu, habari za ufalme wa mbinguni, habari za Yesu Kristo isisikikane. Sauti yake ya kuombea watu wapate uponyaji, sauti yake ya kufanyika baraka kwa kufundisha maneno ya Mungu ili watu wayajue na kuyaishi isisikikane. Wanamdhoofisha katika mambo ya kumtumikia Mungu ndani ya makusudi ya Mungu. Sasa unaona vitu kama hivyo. Tuangalie pia maandiko mengine yanayodhihirisha hivyo. Kwenye kitabu cha Maombolezo sura ya 1 mstari wa 13, maandiko yanasema hivi: toka juu amepeleka moto mifupani mwangu, na umeishinda. Ametandika wavu uninase miguu, amenirudisha nyuma, amenifanya kuwa mtu wa pekee na mgonjwa mchana kutwa. Unaona hili andiko sasa linafafanua kwa kina kwenye kitabu cha Maombolezo sura ya 1 mstari wa 13. Nitalisoma tena. Toka juu amepeleka moto mifupani mwangu, nao umeishinda. Ametandika wavu aninase miguu, amenirudisha nyuma, amenifanya kuwa mtu wa pekee na mgonjwa mchana kutwa. Sasa unaona hao wakafanya haya ili huyo mtu asifanikiwe kabisa, wakamrudisha nyuma kabisa, wakamfanya sasa yeye asiweze kusonga mbele, akao ni mtu wa kulialia tu. Ndivyo ilivyo watu wanaotaga ndoto. Sasa zingine unaweza ukaona wavu uko juu yako, juu ya kichwa. Maana yake huo wavu wanataka wanase nafsi yako, yani moyo wako, fikira zako, wazitumikishe kwa mambo yasiyo ya maendeleo, wakufanye kuwa ni mtu pia wakukwama katika mambo ya maendeleo ya kumtumikia Mungu na kiuchumi. Wanakufanya uzoofike, maana kuna vitu wanavitengeneza vitakavyo kunyanyasa kisaikolojia na ushindwe kufanya mambo ya maendeleo mazuri ya kumtumikia Mungu vizuri kwenye ufalme wake. Sasa jihadhari sana wewe Mkristo, kwa kuwa umepata tafasiri ya habari hizo ya kwamba kumbe huaga wavu unawakilisha vitu vya namna hiyo kwenye ulimwengu wa roho. Kisheria za asili iko hivyo. Kwa hiyo jihadhari sana. Cha muhimu ni kukemea hayo mabaya na kuomba Mungu akuwezeshe kusonga mbele kumtumikia Mungu vizuri, na ustawi kiuchumi na mambo mengine yaendelee vizuri kabisa kwa namna njema, na Mungu atakutendea mambo yako hivyo, mtu wa Mungu aliye hai. Tuangalie habari zingine pia. Habari zingine za kuhusu barafu. Barafu huwa inawakilisha mambo yafuatayo. Takusomea hapa, niliandika kabisa wakati Mungu ananifunulia habari za barafu, nikaandika baadhi ya vitu moja kwa moja ili niweze kukusomea katika Bwana. Hapa iko hivi: barafu, ukiota ndoto unaona uko katikati ya barafu au umewekwa ndani ya barafu, maana yake ni kwamba kuna maisha ya utumwa yamekusudiwa juu ya maisha yako. Pia hali ya kushindwa kupata mema imekusudiwa juu yako, yani umekusudiwa kukwama au kukwamishwa. Kwa hiyo barafu huaga inaashiria mambo ya namna hiyo, kwamba ukwamishwe, usisonge mbele, uwe ni mtu wa kushindwa tu, uwe ni mtu usiyeweza kusubutu katika mambo muhimu ambayo unatakiwa kusubutu uyafanye na yaonyeshe baraka kwenye maisha yako, na kwa ajili ya watu wengine wazione baraka.
lakini unajikuta kushindwa tu kusubutu, kwa sababu kuna adui wameweka barafu kwenye ulimwengu wa roho kinyume chako, na wewe unakuta saa zingine umeota ndoto ya namna hiyo. Kuna mama fulani ambaye sitamtaja jina, aliwahi kuota ndoto, akaona ya kwamba yeye alipandishwa juu sana kutoka kwenye uso wa ardhi, akaenda juu paka kwenye mawingu, akavuka mawingu fulani akafika anga lingine la mawingu, alafu akaona barafu kubwa nyingi, alafu amewekwa kwenye hiyo barafu, amekaa juu ya hiyo barafu, na barafu nyingine anaona kama imemzunguka, lakini eneo lile pia linatisha. Aliota hiyo ndoto huyo mama. Alafu sasa anashangaa, hapa niko wapi? Kwa nini nimewekwa kwenye barafu? Ndipo aliponielezea hivyo, nikaamua kumuuliza Mungu kupata kujua. Kumbe kuna baadhi ya mambo mengi alikuwa amekusudiwa kukwama, kushindwa kufanikiwa, kushindwa kusitawi kumtumikia Mungu vizuri, kushindwa kusitawi kiuchumi. Na ndipo nikamwelezea vizuri baada ya kumuuliza Mungu. Na yeye sasa ikabidi aombe, na mimi nikamwombea Mungu akamsaidia kwa sehemu fulani aweze kufanikiwa na kusitawi. Lakini hiyo ndoto alikuwa alishaiota imepita miaka kadhaa, lakini alikuwa hajajua maana yake. Alafu akajikuta ameanza kuishi hayo maisha ya dhiki sasa na barafu ilivyokuwa kwenye maisha yake. Kila jambo analopanga kulifanikiwa likawa linafeli. Kila maendeleo aliyokuwa anayapanga ya kwamba yaonekane ayaishi, akashindwa kufanya mambo ya maendeleo mazuri yaonekane. Akawa anaishi maisha magumu ya umaskini, maisha magumu ya kutokufanikiwa hata kumtumikia Mungu vizuri. Tena sasa mbaya zaidi ikawa ni yeye na familia yake. Anakuja kunielezea tayari ameshaanza kukabiliana na tabu. Ndio tukaanza kuomba sasa. Nikaomba kwa ajili yake na yeye akaomba ili Mungu amuondoshe kwenye ile tabu. Mungu akamsaidia kwa sehemu fulani, akafanikiwa vizuri katika mambo ya kiroho, akafanikiwa vizuri katika mambo ya kiuchumi, akawa anamtumikia Mungu vizuri, akaanza kuishi maisha yenye wepesi katika namna ya kiuchumi pia. Na akamshukuru Mungu kwa hilo. Na hata nilipohama eneo alilokuwa anaishi huyo mama, kipindi hicho nilikuwa naishi mtaa mmoja na yeye, yani hakutaka nihame pale, japokuwa ilinilazimu mimi kuondoka pale kulingana na shughuli zangu za kimaisha. Maana nilikuwa pale kwa muda tu kwa ajili ya shughuli za kimungu. Kwa hiyo nikaondoka pale. Lakini yeye hakupenda, alitaka nikae pale kwa sababu kuna namna aliona tunapokuwa karibu na yeye, kuna vitu vingi alikuwa anasaidika katika Bwana. Kuna namna Mungu alinitumia kumuombea na Mungu akamsaidia. Lakini wewe unachotakiwa kukifanya ni kuomba Mungu akuondoshie mabaya, maana ukiomba kwa imani kwa jina la Yesu, Mungu atakuondoshia hivyo vipingamizi vya mambo mazuri kwenye maisha yako, na Mungu atakubarikia mazuri. Na hapa nizungumzie habari za upele. Upele. Kuna baadhi ya watu huaga wanaota ndoto wakiwa wamelala, anaona ya kwamba ana upele mwingi kwenye mwili wake, upele mwingi kwenye mwili wake wa kibinadamu. Na saa zingine baada ya kuamka kutoka kwenye hiyo ndoto, anaweza asione ameugua upele, siku zinapita hata mwaka unaisha haoni ameugua upele. Japokuwa hapo ambao huaga Mungu anaonyesha ya kwamba ataugua upele, anaota ndoto ya upele, baadaye kweli anaugua upele kama upele. Hiyo ni kweli, unakuta Mungu amekufunulia ya kwamba kuna ugonjwa huo labda utaugua wa upele, kwa hiyo anakuonyesha kwamba uombe hili akuepushie huo ugonjwa. Kwa hiyo iko hivyo. Lakini kama umeota ndoto unaona ya kwamba mwili wako una upele mwingi, halafu baada ya hapo ukaishi siku kadhaa bila kuugua upele, ujue hiyo ndoto ilikuwa inawakilisha mambo yafuatayo. Nitakutajia kama ambavyo Mungu alinifundisha kabisa nikiwa kwenye maombi maalum, akawa ananiambia maana ya baadhi ya ndoto, nikawa naandika baadhi ya hivyo vitu. Kwa hiyo nitakusomea hapa sawa na jinsi ambavyo Mungu aliniwezesha kuandika. Upele katika ulimwengu wa roho, kisheria za asili zile za kimungu, shetani anapokuijilia kwa njia za upele, kama unajiona ya kwamba una upele, unakuta shetani amekukusudia mambo ya namna hii yafuatayo. Kisheria za kiroho kabisa zile za kimungu, za kiasili zile, huaga unaashiria vitu vifuatavyo. Moja, huaga ni ishara ya kutokupendwa, kutokupendwa. Mbili, kuchukiwa na kunyanyapaliwa na kutumikishwa katika kazi kwa kulazimishwa. Unaona? Upele unawakilishaga hivyo vitu. Unawakilisha kutokupendwa, kuchukiwa na kunyanyapaliwa na kutumikishwa katika kazi kwa kulazimishwa. Unaona mambo kama hayo. Yaani maisha ya utumwa yale. Mtu anakulazimisha ufanye shughuli ambazo huzipendi kuzifanya, lakini lazima ufanye kulingana na mazingira yanayokubana na huna namna ya kujinusuru au namna ya kukusaidia.
ila inakulazimu tu unafanya, hata moyo wako haufurahii. Hali ile ya watu kukuchukia, wanakunyanyapaa, hawakupendi, jamii inakuchukia au ndugu zako wanakuchukia, hiyo hali huage inawakilishwa na upele kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo ukiota ndoto unaona mwili wako una upele, cha muhimu omba huo upele usikutokee kwa hali ya kibinadamu, usiugue. Lakini pia omba kwa jina la Yesu, Mungu akuondoshee hiyo roho ya kutokupendwa, hiyo roho ya kunyanyapaliwa na watu, ya kutengwa na watu, watu hawapendi kushirikiana na wewe, itoweke juu ya maisha yako. Maana baadhi ya watu wengi ambao wanaotaka ndoto za kuona ya kwamba wana upele kwenye miili yao, huaga wanajikuta wanaishi maisha ya namna hiyo, wanakuwa hawapendwi na watu wao wa karibu, wanakuwa hawapendwi na jamii inayowazunguka, wanakuwa hawapendwi au ni kazini, wanakuwa hawapendwi labda hata ni shuleni, watoto wengine wanamnyanyapaa wanafunzi wenzake na kadhalika, mambo kama hayo. Kwa hiyo cha muhimu ni kukemea hivyo vitu vibaya visikutokee na kuomba hali ya kupendwa ionekane. Yaani Mungu awawezeshe watu wakupende katika mema, wakutendee mazuri, wakunenee mazuri, washirikiane na wewe kwa uzuri. Hata kama ni kazini umeajiriwa, bosi wako awe rafiki yako mwema. Hata kama wewe ni mwajiri, umeajiri watu, wafanyakazi wenzako, wafanyakazi wenzako wanaokusaidia kazi, yani wale uliowaajiri wakupende, na wewe Mungu akupe moyo wa kuwapenda, ushirikiane nao vizuri. Yani kwenye jamii Mungu akuwezeshe kupendana na watu na kushirikiana nao vizuri. Hicho ndio kitu cha muhimu. Ukiota ndoto ya namna hiyo, omba Mungu akusaidie uishi maisha mazuri ya namna hiyo, upendane na watu, ushirikiane na watu vizuri katika maeneo tofauti tofauti ambayo utakuwa unaishi, au katika eneo lako unaruishi, iwe ni kazini au nyumbani na kadhalika. Iko hivyo, iwe ni katika ukoo, omba Mungu akuwezeshe uishi nao vizuri. Ukiona ndoto ya upele, omba Mungu akutendee mazuri badala ya yale mabaya kukupata ambayo yanahusiana na upele. Kwa hiyo roho ya upele katika ulimwengu wa roho inawakilisha mambo hayo. Tuangalie pia habari za mtini, mti aina ya mtini. Unaweza kaota ndoto unaona mtini uko mbele yako. Mti aina ya mtini. Mtini unamaanisha nini? Mtini unamaanisha mambo yafuatayo: 1, kiburi; 2, ubinafsi; 3, uchoyo na dharau. Tabia ya uchoyo inawakilishwa na mtini. Ubinafsi, ule wa kutojali watu wengine, wa kutokutoa mali zako kwa ajili ya kufanya mema kwa utukufu wa Mungu. Hali ile anayokuwa nayo mtu, hataki kutoa pesa zake zifadhili kazi za Mungu. Hiyo inafananishwa na mti wa mtini. Kwa hiyo ukiona mti wa mtini mbele yako, au unachuma matunda ya mtini kisheria za asili za kimungu, ujue ya kwamba Mungu anaonyesha ya kwamba wewe kuna mahara fulani una ubinafsi, wewe ni mchoyo. Kuna mahara fulani unakuwa na uchoyo ule wa dhambi, unakuwa na ubinafsi ule ambao ni wa dhambi. Unakuwa mtu ambaye sasa wewe unakinzana na mapenzi ya Mungu, kwa sababu unakuwa ni mtu pia mwenye kudharau watu wengine kwa nia mbaya. Hayo mambo ni mabaya, Mungu hayapendi. Na kama una tabia ya hivyo, achana nayo kabisa. Wewe mtu ambaye ni mkarimu, wewe ni mtu ambaye ni mtoaji, wewe ni mtu ambaye utaupenda ufalme wa Mungu kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote, kwa mali zako zote, kwa akili zako zote. Umpendeze Mungu kwa namna mbalimbali, kwa kufadhili kazi za Mungu, kwa kufanya mema kwa jamii inayokuzunguka bila kuchoka, bila kukata tamaa, na ujitahidi kufanya sawa na mapenzi ya Mungu. Yaani uwe unaomba Mungu akuwezeshe kufanya sawa na vile Mungu ambavyo anapenda ufanye. Usimwekee Mungu mipaka ya ukarimu pale ambapo haitakiwi. Yaani usijizuie kufanya ukarimu mahali ambapo Mungu anataka ufanye, alafu wewe unaweka mipaka ya kujizuia. Biblia inasema msichoke kufanya mema. Lakini pia kuna baadhi ya watu wengine anaweza kaota ndoto anaona anachuma matunda ya mtini. Saa zingine kweli unakuta huyo mtu siku inayofuata au baada ya siku kadhaa au baada ya wiki moja ataenda atachuma matunda hayo ya mtini. Unakuta ni ndoto tu imebeba uhalisia tu wa mambo ambayo yatatokea mbele yako. Hiyo pia sipingi. Hayo uaga yapo kabisa, ndoto za hivyo huwa zipo, sikatai. Lakini pia kisheria za asili, kama wewe hautachuma hayo matini au hautapanda juu ya mtini au wewe maeneo unayoishi hata mtini haupo, lakini unaota ndoto unaona mtini uko mbele yako, au wewe unachuma matunda yale ya mtini, basi ujue ya kwamba wewe Mungu anakufundisha ya kwamba una tabia hizo ambazo nimezielezea zinazotafasiriwa kiroho.
kabisa zinazotafasiriwa kiroho ya kwamba hali ile ya kiburi, hali ile ya ubinafsi, uchoyo na kudharau watu wengine, kujiona wewe ndio unafaa kufanikiwa tu, upendi watu wengine waone maendeleo ya kufanikiwa. Hivi vitu Mungu havipendi na havifurahii kabisa. Hapa nizungumzie habari za mti wa muembe na maembe. Mti wa muembe na maembe. Maembe ni yale matunda. Muembe ni ule mti wa matunda ya maembe. Sasa hapa nataka nizungumzie habari za muembe na maembe. Iko hivi. Mti wa maembe na maembe huaga vinawakilisha mambo yafuatayo: utoaji, ukarimu na matokeo mazuri ya jambo jema. Yaani muembe na maembe huaga vinawakilisha mambo ya utoaji, ukarimu na matokeo mazuri ya jambo jema. Muembe uko hivyo. Moja ya miti ambayo Mungu huaga anaitumia kuashiria baraka kwenye maisha ya Wakristo, hata kwa watu ambao si Wakristo, huaga ni mti wa maembe. Maembe huaga yanawakilisha baraka. Kwa mfano, unaweza kaota ndoto, unaona unachuma maembe mazuri na unayara. Maana yake kuna namna ambavyo Mungu amekusudia kukubariki, utapata baraka fulani za kitu chema unachokihitaji. Inaweza nikawa ni fedha au mali kama vile dhahabu, ng'ombe na kadhalika. Kuna kitu ambacho Mungu unakuta amekusudia kukubarikia, kukupa upokee. Sasa cha muhimu, Mungu akikupa kuota ndoto ya mambo mema kwenye maisha yako, basi jiandae vizuri kuyapokea hayo mema kwa kuomba Mungu ayafanikishe kwa wepesi na kwa uzuri wenye kumtukuza, pia kuwezeshe kuzitumia hizo baraka kwa namna njema itakayomtukuza Mungu na kumheshimisha Mungu. Wala usiona hali pia ya wewe kuwa mchoyo na mnyimifu wa kutoa mali zako ambazo Mungu amekubarikia. Hapana, omba Mungu anapokubarikia vitu kama hivyo akubarikie pia na kuwa na moyo mzuri wa kusaidia watu wengine, hasa walio wahitaji maalum au walio masikini wanaohitaji kusaidiwa, mambo kama hayo. Kwa hiyo ndivyo ilivyo mtu wa Mungu. Kwa habari ya muembe, unawakilishaga mambo hayo, na matunda ya maembe yanawakilishaga matokeo mazuri ya mambo mema kwenye maisha ya mtu aliyeota hiyo ndoto ya kuona na chuma maembe. Kwa hiyo maembe ni matokeo mema ya jambo zuri linalohitajiwa maishani mwa mtu lionekane na linatakiwa kuonekana. Kwa hiyo ukiota hiyo ndoto, omba Mungu akufanikishe upate baraka ambazo amezikusudia uzipate. Kwa sehemu hapo nifikie hapo kwa habari za muembe na maembe. Alafu pia ngoja nikutajie namba za simu, ili kama ukiota ndoto unaweza ukanipigia simu ili kuuliza kufahamu maana yake. Kama nitakuwa najua moja kwa moja katika Bwana Mungu amenifungulia, nitakwambia. Kama sijui, itanilazimu kuingia kwenye maombi ya kumuuliza Mungu. Lakini pia hata wewe mwenyewe unaweza ukamuuliza Mungu, Mungu akakupa majibu, na inakuwa ni vizuri zaidi pia katika Bwana. Namba zangu za simu ni 0747 70 77 60. Nitarudia tena, namba zangu za simu ni 0747 70 77 60. Ni hivyo mtu wa Mungu aliye hai. Hii ni habari njema. Promova TV inakualika ewe mtumishi wa Mungu ambaye ungependa kutoa ushuhuda au mahubiri ili kuwafikia watu wengi zaidi duniani. Wakati ni sasa. Promova TV itakurusha hewani bure katika vipindi vyake vya neno la siku, mkate wa siku, kutoka ibadani, wito wangu na ushuhuda. Nafasi hii ni kwa watumishi wa Mungu wa kweli. Basi wasiliana nasi kwa namba 0766294335 au 0784074462. Fursa hii si ya kuikosa. Jenga makanisa na Promova. Ndiyo, jenga makanisa na Promova. Baada ya kuwezesha ujenzi wa makanisa mbalimbali katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania, sasa Promova TV wakishirikiana na wadau mbalimbali wenye wito kama huu wa kujenga makanisa wanakuja na kampeni hii. Hii ni kampeni maalum yenye lengo la kujenga makanisa zaidi ya 20 kwa mwaka. Tunawatafuta, tunawawezesha, na kwa neema ya Mungu tunajenga makanisa yao. Hii ni kampeni endelevu ambayo tayari imekwisha anza, inaendelea na itaendelea. Shiriki sasa katika jambo hili kubwa la kipekee la kimungu. Jinsi ya kushiriki: tuma sadaka yako kwenye M-Pesa namba +255 762 841
734. Hiyo ni namba ya Tanzania, na M-Pesa Kenya Safaricom ni kujumlisha 254 113 844 735. Pia unaweza kutuma kupitia Equity Bank akaunti namba 30511811973. Lakini pia unaweza kutuma sadaka yako kupitia Western Union, MoneyGram, Ria, World Limit, Sendwave na njia nyingine nyingi. Namba zote za simu pamoja na bank majina ya usajili ni Jackton Arbogasti Msafiri. Tafadhali wasiliana nasi kwa namba tajwa hapo juu kupitia WhatsApp ili kupata maelekezo zaidi. Hakuna kikomo wala kiwango cha sadaka. Toa kadri ya uwezo wako. Na kwa maelezo zaidi kuhusu maendeleo ya kampeni hii, taarifa zote zitaendelea kutolewa kupitia Promova TV inayopatikana YouTube. Asante kwa kushiriki kampeni hii. Jenga makanisa na Promova. Promova TV, a home of testimonies.